Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tuangazie taarifa kutoka huko Mashariki ya Kati, hasa Lebanon, ambapo kundi la wapiganaji la Hizbullah limedai lina uwezo wa kuipiga Israel kwa makombora 7,500 ya maangamizi. Wanaharakati na wapiganaji wa Kiislamu wa Hizbullah wa nchini Lebanon wanadaiwa kwamba wamejipanga vilivyo na sasa wana uwezo wa kuingia vitani na kupambana na Israel. Hata hivyo, Lebanon ambayo ina viongozi wapya na kwa kiasi kikubwa viongozi wake hivi sasa ni vijana, imefanikiwa kurejesha nguvu zake, na kama Israel itafanya kosa lolote la kutaka kuingia vitani, basi Hizbullah ina uwezo wa kuipiga Israel kwa makombora 7,500 ya kuangamiza. Hayo yameripotiwa na televisheni ya Al-Alam ambayo imeandika kuwa wakati waziri wa vita wa Israel Bwana Israel Katz akitishia kuimaliza kabisa Hizbullah, msemaji wa jeshi la utawala huo Avichai Andri ametangaza tarehe ya mwisho ya kuwataka wananchi wa Lebanon waondoke kusini mwa nchi hiyo, sambamba na kuitishwa kikao cha baraza la vita la Israel mnamo Alhamisi jioni ya Novemba 6 ili kuandaa mpango wa kuishambulia Lebanon. Wachambuzi wanasema kuwa huenda vita baina ya Lebanon na utawala wa Israel vitaanza mapema zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Kundi hilo linatajwa kwamba limejipanga kisawasawa kwa ajili ya mapambano dhidi ya Israel. Hata hivyo, limesema kwamba haliwezi kuacha na kupiga magoti mbele ya Israel pamoja na Marekani kutokana na kile ambacho linaamini haliwezi kuacha ardhi ya Lebanon ichukuliwe na Israel, lakini pia wakifikiria kwamba lazima uhakikishe wanapambana ili waone wanawatetea vipi watu wa Palestina, hasa katika eneo la ukanda wa Gaza. Televisheni Al-Alam imenukuu jarida la Rai Al-Yum linalochapishwa mjini London nchini Uingereza likisema katika uchambuzi wa mhariri wake mkuu Abdul Bari Atwan kwamba hali nchini Lebanon iko wazi. Hizbullah ambayo kama alivyosema kiongozi wake mkuu Sheikh Naim Qasim imeshajijenga upya, imejipanga upya safu yake ya kijeshi, kisiasa na kiuongozi, na hivi sasa ina nguvu kubwa zaidi ya kujihami na ni hatari zaidi kwa utawala wa Israel kuliko hata ilivyokuwa huko nyuma. Rai Al-Yum limeandika kuwa kwa uwezo ilionao Hizbullah hivi sasa ni hatari kwa Israel kuingia kwenye vita vikubwa na harakati hiyo, na hata hivyo viongozi wa utawala wa Israel wanalielewa vyema jambo hilo. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo nchini Israel kupitia vyombo mbalimbali vya habari wameeleza kwamba hizi ni propaganda zinazofanywa na kundi hilo la wapiganaji la Lebanon la Hizbullah, lakini kwa kipindi fulani Israel iliweza kufanya mashambulizi makubwa katika maeneo mengi huko katika Lebanon, hasa upande wa kusini mwa taifa hilo, na bado inaendeleza mashambulizi kwa ajili ya kulisambaratisha eneo hili. Duru za hivi karibuni za habari zimeeleza kuwa uongozi mpya wa harakati hiyo, wengi wao wakiwa ni vijana na waliohitimu mafunzo, wamehitimu katika vyuo vikuu vya nje ya nchi hasa za Kiarabu na kimataifa, pamoja na wengine waliopata mafunzo katika vyuo vya kijeshi vya nchi kadhaa kama vile Iran, Russia na Korea Kaskazini, na wako imara zaidi hivi sasa, na hilo linawatiwa kiwewe viongozi wa utawala wa Kizayuni pamoja na Marekani. Taarifa ambayo ilitolewa na Israel imeeleza zaidi kwamba hadi sasa wameshamaliza mashambulizi katika maeneo mbalimbali ambayo wanaamini yana silaha za Hizbullah katika eneo hilo la Mashariki ya Kati katika nchi ya Lebanon, na hivyo hawana wasiwasi juu ya kundi hilo la wapiganaji la Hizbullah nchini Lebanon. Mtazamaji wa The World News, tuendelee kusubiri ni nini ambacho kitajiri kati ya kundi hili la wapiganaji la Hizbullah dhidi ya serikali ya Israel ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye ameapa lazima lisambaratishwe kundi hilo, lakini pia akitaka serikali ya Lebanon kuhakikisha analinyang'anya silaha, huku kundi hilo likipinga kabisa kunyang'anywa silaha, huku wachambuzi wa mambo wa Kiarabu wakisema kwamba Israel kwa kiasi fulani imeshindwa kulinyang'anya kundi hilo silaha, na ndio maana limejijenga upya na linadaiwa kuwa na silaha nyingi zaidi, licha ya kwamba Israel imekuwa ikidai mara kwa mara kwamba kundi hilo limekuwa likifadhiliwa sana na mataifa kama vile Iran na baadhi ya mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii
ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utayajua mengi yanayojiri duniani.